Simba, narudia, slogan yetu Simba, Simba nguvu moja. Unaelewa vizuri? Simba nguvu moja. Unasemaje Simba nguvu moja ikiwa tunaona kila kukicha wenyewe kwa wenyewe viongozi juu huko hamuelewani tena hadharani? Mnakumbuka uzinduzi wa jezi Simba, tunaenda kuzindua jezi Ngorongoro, kulitokea tukio gani? Mwandishi, kulitokea tukio gani? Umesahau? Tukio ambalo limetokea sio la kawaida. Alileti afya, no, alileti afya, alileti afya, yani alileti afya, taswira ya Simba. Tunamuona Mutazama Ngungu anaenda kuteua viongozi wapi? Bunju. Kesho yake peji ya klabu inakuja inakanusha. Inamkanusha nani? Mwenyekiti. Sasa mimi najiuliza maswali kama shabiki wa kawaida, unamweka njia gani shabiki? Karibu mwana michezo. Mimi sita maneno mengi sana kwa sababu nisije nikamchosha Mandala. Ana huzuni lakini anasemaga waandishi wa habari wanataka habari. Yeye hana habari. Waandishi wa habari wanataka habari, mimi sina habari. Nipo zangu bichi napata upepo wa habari, yani tumeenjoy. Niambie. Shwari kaka, matokeo umeyachukuliaje ingawa maneno yamekuwa mengi sana? Ni kama mnamtupia mzigo mtu mmoja. Nani? Hatupo mzigo. Si viongozi. Sasa sikiliza. Mpira ni mchezo wa wazi. Yaani kila mtu anauona mpira uko unachezwa. Wewe unaona, yule anaona, mpira uchezi chumbani. Sehemu yenye makosa anaonekana. Ukiangalia timu yetu jana imecheza chini ya kiwango kuanzia dakika 25 katikati mpaka dakika 80. Kuanzia dakika 82, 83 mpaka mechi kuisha, timu imecheza kwa kiwango kikubwa. Tafsiri ni nini? Unaona wachezaji wamekuwa wazembe uwanjani. Sio kama wabaya, wamefanya uzembe. Kwa sababu wachezaji wale unaona wewe wale ndio wachezaji wale wamecheza msimu uliopita na wamefanyia makubwa Simba. Wale wamesababisha Yanga isipate matokeo. Jana wamekuja kutetea utoto katikati ya mechi. Timu yetu Simba Sports jana ilicheza chini ya kiwango bila kuficha. Tukimwongelea Dumbia, mimi ni shabiki pekee nilibeba bendera ya Dumbia na kusema huyu atakuja kutufuta machozi. Lakini imefikia hatua mimi nimenyosha mikono hivi basi. Umekata tamaa. Basi Simba inahitaji tufanye maboresho. Namba 9, Simba inahitaji tufanye maboresho. Namba 2, tumuongeze ndani ya Simba Sports Club. Dumbia kama atauzwa, kama atatolewa kwa mkopo, kama atafukuzwa, tunahitaji tufanye maboresho ya namba 9 ndani ya timu yetu. Yeah. Katika kitu ambacho safari hii watu wengi ni kama wamefurahishwa nacho ni muamuzi ambaye amechezesha mechi ya jana. Hakuna makelele mengi, mechi imesha kimya kimya, hakuna ile lawama kwamba refa akafanya hivi. Unakubaliana na maoni ya watu? Ukimwona mtu anakuambia mechi ya jana sijui muamuzi, ukimwona mtu anakuambia mechi ya jana sijui nani kafanya nini, ukimwona mtu uongo. Jana tumefungwa kwa uzembe wetu, jana tumefungwa kwa masiara yetu uwanjani, jana tumefungwa kwa kiwango kibovu. Basi jana kitokea mtu kwamba sisi tumefungwa si kwa siasa, sisi tumefungwa si kwa maamuzi, sisi refa si kafanya nini, uongo. Tumefungwa kwa uzembe wetu wenyewe. Jana refari kachezesha mpira perfect. Narudia. Kwa mara ya kwanza namuona Rajiga kaenda kutetesha dabi kufuata sheria 17. Ni makosa tu madogo madogo uwanjani ambayo yalotokea kawaida. Ambayo hata siku na baadhi ya makosa akatufeva na kuna baadhi ya makosa Yanga amewafeva. Jana uzembe wetu wenyewe. Tusitafute sababu. Na hii yote kuna watu tunakaa hapa na kuwalinda. Kuna muda sisi ni influencer. Nisikilize. Sisi ni influencer. Kama tujui kazi ya influence, tuna influence watu waliokuwa nyuma yetu kufikisha maoni ya watu ambao wanashinda kuzungumza, kuonekana sisi ndio vipaza sauti vyao. Umeelewa? Sisi kazi yetu sio kuficha makosa ya watu. Sisi kazi yetu sio kumbeba mtu. Sisi kazi yetu kuchukua maumivu ya mashabiki wenzetu. Sisi kazi yetu kuchukua maoni ya mashabiki wenzetu kuja kuyaleta mbele kwa ajili ya nini? Kwa ajili viongozi wajue timu yetu inafeli wapi na watu wanaumiaje. Leo hii Simba, narudia, slogan yetu Simba, Simba nguvu moja. Unaelewa vizuri? Simba nguvu moja.
Unasemaje Simba nguvu moja ikiwa tunaona kila kukicha wenyewe kwa wenyewe viongozi juu huko amuelewani tena hadharani? Mnakumbuka uzinduzi wa jezi Simba tunaenda kuzindua jezi Ngorongoro, kulitokea tukio gani? Mwandishi, kulitokea tukio gani? Umesahau? Tukio ambalo limetokea sio la kawaida. Alileti afya, no, alileti afya, alileti afya, yani alileti afya taswira ya Simba. Tunamuona Mutazama Ngungu anaenda kuteua viongozi wapi? Bunju. Kesho yake peji ya klabu inakuja inakanusha. Inamkanusha nani? Mwenyekiti. Sasa mimi najiuliza maswali kama shabiki wa kawaida, unamweka njia gani shabiki? Mwenyekiti wa timu anaenda kuteua uongozi wapi? Bunju, ambao mwenyekiti kapigiwa kula. Klabu, peji ya klabu inaenda inakanusha, inasema ule mkutano batili. Wewe uone kama tunaona hakuna maelewano, hakuna organization ndani ya uongozi, hakuna utulivu ndani ya uongozi. Kwa staili hiyo, kwa nini msifungwe na Yanga? Ili ufunge Simba, ili ufunge Yanga, lazima timu iwe na muunganiko, lazima viongozi wawe na mshikamano, lazima timu iwe na nini? Na utulivu. Umeelewa vizuri? Kama viongozi wajua hakuna utulivu, utamfungaje Yanga? Kama timu haina utulivu, unamfungaje Yanga? Yanga wanatuini sisi kwenye utulivu, sio kwenye kikosi. Yanga wana timu ya kawaida, nisikilize. Yanga wana timu ya kawaida, Yanga wanatuini sisi kwenye utulivu. Ili uamini kama Yanga na timu ya kawaida, angalia mechi waliocheza siku ya Mwananchi, angalia dakika 20 za kwanza za jana. Umeelewa vizuri? Yanga anatuini kwenye utulivu. Yanga wana moja mbona na moto wa moja, ila sisi huku kila mtu ana swala lake. Huyu kamtupia dongo yule, huyu kamtupia dongo yule, mara hivi. What for? Simba nguvu moja. Simba nguvu moja. Simba slogan yetu nguvu moja. Tuache kudanganya. Wana Simba wanaumia. Mimi naambia ukweli viongozi wa Simba. Labda kuna kitu labda akijui. Mimi naambia ukweli. Labda mafaisa zangu bwana waficha ficha, hawaambii ukweli. Mimi naambia ukweli mmoja. Mashabiki na wanachama hawauelewi uongozi wa Simba. Mimi nakwambia ukweli. Mashabiki na wanachama hawauelewi uongozi wa Simba. Na hii kama lazima niseme, ukiona kiongozi unasifiwa na mashabiki na wanachama, hawakusifii kwa bahati mbaya. Na ukiona viongozi na ukiona wanachama na mashabiki wanakuchukia, hawakuchukii kwa bahati mbaya. Umeelewa vizuri eh? Hawakuchukii kwa nini? Kwa bahati mbaya. Kwa hiyo viongozi wa Simba watakuwa jitathmini, waache utofauti, waitengeneze Simba iliyokuwa na nguvu moja. Sisi tunataka tuone nguvu moja ndani ya timu yetu. Miaka 6 wanafungoja na Yanga ndani ya miaka 6. Anakuwini kila mechi. Kwani alocheza jana viongozi au kikosi? Mwandishi ukiongea hivyo utakuwa hujui mpira. Yaani kuniuliza eti hilo sana kama niulize mtu katokea huko, hajui chochote kuhusu mpira. Unapoongelea timu, neno timu. Timu. Ikaita timu ya mpira, inahusisha viongozi, inahusisha wachezaji, inahusisha makocha, ndio timu. Kuna mipaka lakini. Nisikilize mwandishi, huwezi kuniuliza mimi swali hilo. Timu, viongozi, maana nimekwambia mwanzo hivi, ili ushinde mechi, lazima muunganiko uanze wapi? Juu kwa viongozi. Ule kama kule juu hakuna muunganiko, mpaka chini utulivu na nini unakosekana. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo timu yetu sisi imekosa muunganiko. Mandala, kabla ya mechi mlitamba kwamba mna kikosi kizuri na mmeshaungana, hakuna tatizo kwenye uongozi, lakini leo maneno hayo unayakanusha na kusema uongozi una tatizo na kikosi unashindwa kukizungumzia vizuri. Kabla ya mechi tulizungumza kikosi chako kilikuwa ni kizuri na uongozi umeshatatua migogoro yake huko sawa. Sasa leo tena uongozi unautia. Sijawahi kuzungumza mimi uongozi upo sawa. Mimi nilizungumza timu iko vizuri. Ndio maana mimi nikakuuliza. Ndio maana mwandishi, mimi sikuwahi kusema uongozi uko sawa. Labda wewe unifuatilie. Labda wewe narudia, labda wewe mimi unifuatilie. Sijawahi mimi kusema, mimi siwezi kubariki kitu ninachokiona hivi kwa macho nikipitishe. Mimi siko hivyo. Hama mtasonijua. Mimi sasa niseme eti no. Mimi nilichokisema kwamba tuna timu nzuri. Umeelewa vizuri? Tuna timu nzuri. Umeona bwana? Lakini swala la uongozi tunahitajika nini? Muunganiko ndani ya timu. Mandala, hapo kuna watu wanafika mbali wakasema kwamba wenzenu ni kama pre-season yao ilikuwa inaeleweka.
walienda Victoria wakajifungia, lakini nyinyi mlienda hadi Sekafa. Yanga wasijisifu kumfunga Simba. Yanga wasijisifu? Yanga yani wasijisifu kumfunga Simba. Simba ndio imetaka kufungwa na Yanga. Yaani kama ukijua. Mandala. Hiyo ina maana gani? Nisikize. Yanga hawana kikosi cha kuifunga Simba. Hiyo Simba ndio imetaka jana ifungwe na Yanga. Ina maana gani hiyo kauli yako Mandala? Narudia, Yanga sijisifu kumfunga Simba. Hiyo Simba ndio imetaka kufungwa na Yanga. Na ndio maana nimekwambiaje, wachezaji ndio walitaka tufungwe jana ili kuto kuonyesha usiriasi wao uwanjani. Lakini Simba ingeamua icheze mpira jana, Yanga asingetufunga sisi. Ilianza vizuri. Ndio maana nimekwambiaje, wachezaji wameleta utoto uwanjani, ndio maana tumefungwa. Ndio maana sasa mimi nilikuuliza kwamba uongozi ndio unaocheza uwanjani. Nimekwambia hivi, utulivu. Mwandishi, hebu nielewe basi kitu kimoja. Timu inahitaji utulivu. Wao kwa una utulivu kwako na mkeo, watoto wako wanaishiji? Nikuulize wewe sasa mwandishi. Ikiwa watakula watashiba, wataishi vizuri. Wewe na mkeo wako mnagomana kila siku, watoto wako wataishiji? Ugomvi wa baba na mama hauhusu watoto. Sasa mwandishi, hapo unanichanganya sasa. Hapo unanichanganya mimi akili. Yaani wewe unakaza kugombana na mke wako kila siku. Familia itakuwa na utulivu. Watoto hawasomi vizuri. Yaani hiyo mwana watoto wanakopa hawezi kuelewa. Ndio Simba ilivyo. Ndio maana nimekwambiaje mwandishi. Simba utulivu juu hakuna, ndio maana timu yetu inaenda vile. Unaelewa vizuri. Mimi naomba viongozi wa Simba. Mimi nawaomba viongozi wa Simba. Zimebakia siku 3. Kama Dumbi aachwe, apelekwe kwa mkopo, afukuzwe, aondoke. Tunataka namba 9. Kwani Mandala Dumbi anakosa? Nisikilize basi. Wewe mpira hujui, labda na mpira hujui. Wewe umeangalia mpira jana? Nimeangalia mpira. Wewe umeangalia mpira jana? Mechi ngapi umeziona Simba ikiwa inacheza? Nyingi. Dumbi alivyomuona anastahili kuwa namba 9. Anacheza vizuri. Wewe huyo ndio umeona. Wewe naye umeona. Mimi ninachosema tumpe muda. Acheza sina kwa ila atumpe muda. Sikiliza. Mpira, mchezaji mpira, first touch unamuona. First touch. Mguso wa kwanza unamuona ni mchezaji. Mimi ndio mshabiki pekee namtetea Dumbia. Jana nimejivua rasmi. Simba kama watamfukuza Dumbia, kama atamtafutia timu, kama atafanya chochote, aje namba 9 acheze ndani ya Simba. Basi. Dumbia hawafikishi nchi yao. Hakuna option nyingine. Option zilibaki 2. Ili Simba iwe sawa, ili Simba ipate muunganiko, alitakiwa tumfunge Yanga na kumtambulisha Faisali. Kama tumefungwa na Yanga, no option ni kumtambulisha Faisali, basi hakuna tafsiri nyingine. Swala la Faisali limefikia wapi? Kwa upeo wako. Ndio maana nimekwambiaje, viongozi wa Simba wanapaswa wahakikishe Faisali anakuja ndani ya Simba ili kutafuta utulivu wa timu. X Factor tunamtaka ndani ya Simba. Watu wanasemaje Mandala? Kwamba ili la jezi la X Factor ni kama mnataka tu gia ya kumaliza jezi zenu, mashabiki wamalize jezi, mzigo uishe. Hamna uhalisia wote kwamba Faisal anaenda Simba. Nisikilize, X Factor hajasema Faisal. Ila akasema na meta X Factor. Kwa hiyo sisi tunaponunua jezi tunanunua kwa hela zetu sisi, sio wao. Sisi ndio tumeamua na sisi ndio tumemwambia tajiri aweke ile hela tununue sisi hizo jezi, tumlete X Factor. Basi. Kwa hiyo sio yeye Faisal. X Factor anakuja ndani ya Simba na tunanunua jezi na tutazidi kununua jezi. Yeah. Umesema kwa upande wa pili Mandala kuhusiana na Aziz Ki kwamba tayari anaanza kurudi na Aziz Ki amekuwa ni mwiba mchungu sana kwa wana Simba. Huoni kama inaenda kuwa ni hatari zaidi? Yule ni mchezaji wao, mtoto wao, ndugu yao, huwezi kuwapangia. Aziz Ki akirudi Yanga ni sawa, ni mchezaji wao, huwezi kuwapangia. Yeah. Nataka nimalize na mchezaji wako pendwa kabisa ambaye wana Simba sifa zimekuwa nyingi, Jabbar. Umeona performance yake na ulikuwa uwanjani. Ni mchezaji pekee ambaye kanifurahisha zaidi. Ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa. Na wala Simba ina wachezaji wabovu. Usirias tu unahitajika ndani ya Simba, basi na kuongezea baadhi ya maeneo, tufanye usajili namba 9 tumlete, shughuli ishe tuanze ligi kuu. Wenyewe wanasema iache mvua inyeshe tuone kunapovuja. Jana mvua imenyesha, tushona kunapofujwa, wachague. Wamtoe yule, aje alete namba 9 mzuri ndani ya Simba Sports. Shukrani sana Mandara.